Karibuni kwa mara nyingine tena katika mazungumzo na vijana Dira Mtaani, vijana wanasemaje? Ni mazungumzo ambayo lengo ni kuweza kuangazia maisha katika jamii zetu ya kila siku, lakini pia kuhusu hii dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 kuweza kuona kwamba uhalisia wake uko vipi katika maisha ya kila siku ya Mtanzania. Leo kwa mara nyingine tuko mahali fulani hapa na vijana ambao wako katika hili eneo. Nitawakaribisha wao wenyewe waweze kutuambia tuko wapi, ili mtazamaji aweze kujua tuko wapi na ukitaka kufika hapa unafikaje. Naomba mmoja ambaye anaweza akatuambia tuko wapi na mtu akitaka kufika hapa anafikaje. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Muharram Bakali. Hapa tulipo ni kitongoji cha Kazole, lakini hii ni kijiji cha Vikindu na kata ya Vikindu, wilaya ya Mkuranga, mkoa wa Pwani. Kwa hiyo ukitaka kufika hapa, kama unatokea mjini, kwa mfano unatokea Mbagara, utapanda daradara zinazoenda Kisemvule au Mkuranga, utashuka sehemu kunaitwa Vikindu. Nafikiri ni karibu tu kama kilomita 2 hivi. Nauli daladala 500 tu. Shilingi 500 tu. 500 tu. Utashuka Vikindu. Ukishashuka Vikindu utakutana na bodaboda ambao wanaelekea Kazole. Wengine utasikia wanaelekea Magodani, CCM, Cheta. Hao wote ukipata bodaboda yoyote yule basi atakuleta hapa. Kwa nauli ya bodaboda shilingi 1000, lakini kwa bajaji ukipanda nauli shilingi 700. Au bodaboda unaozungumzia ndio pale kwenye kona unapoacha lami ukianza kuja huku Yes, pale kuna mataa. Kuna mataa kama unatoka mjini ni mkono wa kushoto, kuna mataa, kuna barabara ambayo inaelekea Vianzi. Kwa hiyo pale utapata bodaboda au bajaji kwa nauli ya bajaji 700, kama bodaboda shilingi 1000. Basi utashuka sehemu moja kwa hapa tulipo sisi maarufu utasema Kigorofani au njia panda ya kanisa. Basi utakuwa umefika Kigorofani au njia panda ya kanisa, lakini ni kitongoji cha Kazole. Swali letu la kwanza, wangapi hapa tumewahi kusikia au tunaifahamu hiyo dira ya taifa ya mwaka 2050? Nyosha mkono kama umewahi kusikia, unafahamu kwamba Tanzania imejitengenezea dira yake ya maendeleo ya mwaka 2050. Nyosha mkono kama umewahi kusikia, unafahamu kwamba Tanzania ina hiyo dira. Tujue tu wangapi wanafahamu. Nyosha mkono. 4 huku nyuma. Hapana. Kwa hiyo 4 kati yetu, wengine hatujawahi kusikia kuhusu dira. Hivi tukisikia dira maana yake nini? Nini kinakuja katika akili yako ukisikia dira? Maana yake nini? Yoyote tu. Majina naitwa Somoi Selemani Majidi. Uelewa wangu kuhusu dira ni mpango wa muda mrefu wenye mikakati inayoenda kutekelezwa, rasilimali zitakazotumika ili kutekeleza mikakati hiyo, na kwa kipindi ambacho rasilimali hizo zitatumika kufikisha mikakati hiyo, na lengo la mahususi kufikia maendeleo ya watu na taifa kwa ujumla, ili kutokomeza umaskini kwa makundi yote. Asante sana Somoe, yaani hapo sina cha kuongeza. Je, sisi hapa katika maisha yetu kila mmoja tuna dira zetu? Kwamba mimi na dira yangu, ninajua ninakotaka kwenda. Karibu. Kwa jina naitwa Abubakari Sefu Sobo. Kuhusiana na swali uliouliza, nafikiri kila binadamu mwenye akili timamu lazima awe ana dira ya maisha yake. Ndio. Na matakwa yake binafsi ya maisha yake ya baadaye. Kwa mimi binafsi kama kijana na wivu wa maendeleo, na nahitaji niwe na maendeleo kwa taifa kwa ujumla, kwa maana maendeleo yangu ndio maendeleo ya taifa. Na katika kufikia hilo kuna mikakati na mipango ambayo mimi binafsi naiendea au naipanga. Lakini hiyo mikakati na mipango haiwezi kuwa isipokuwa kwa miundombinu na kwa mipango
na kwa rasilimali rafiki zinazowekwa na serikali, ikiwemo huo mpango wa dira wa 2050 ambao serikali wameuandaa. Kwa hiyo ndoto yako wewe unaposema kwamba kujiletea maendeleo yako, hayo maendeleo yana taswira gani? Utajuaje kwamba sasa nimefikia yale malengo yangu? Vipimo viko vingi, lakini cha kwanza ni kutofautisha maendeleo niliyokuwa nayo mwanzo na sasa. Mfano, mimi kabla ya kuja hapa nilikuwa nikikaa Magomeni. Lakini kabla ya Magomeni nilikaa Kigamboni. Lakini baada ya Kigamboni nimekuja huko. Kwa hiyo katika kufikia maendeleo lazima uangalie kipato chako na eneo unaloishi ni rafiki. Kwa mfano Magomeni kodi zinajulikana. Lakini tofauti na Kazole. Kazole chumba chenye umeme shilingi 30,000, 20,000. Lakini huwezi kupata chumba chenye umeme Magomeni au Kigamboni shilingi 30,000, 20,000. Ni tofauti. Kwa hiyo ili kuyafikia maendeleo yako na taswira yako ya maisha ya baadaye, lazima uangalie matumizi yako na kipato chako. Kwa hiyo katika kufikia dira yangu, ndio maana nikabadilisha mpango wa kuja sehemu yenye nafuu ya maisha, ili katika 5,000 nitumie 2,000, 3,000 niiweke. Umetuelezea mpaka na mpango wako kwamba unaangalia matumizi yako kwenye kile kipato. Lakini Magomeni si sawa na Kazole. Chumba Magomeni kinaweza kikawa bei iko juu. Lakini inawezekana pia fursa za kutengeneza pesa zikawa ziko nyingi. Kwa hiyo hata chumba kule sijui inakuwa shilingi ngapi. Ulikuwa unalipa shilingi ngapi Magomeni? Chumba shilingi 50,000 mpaka 60,000. Kwamba nachotaka kusema au kuuliza, upatikanaji wa 50,000 mpaka 60,000 Magomeni unaweza ukawa rahisi kuliko upatikanaji wa 30,000 huku Kazole. Ni sawa si sawa? Ni tofauti. Lakini utofauti wake una faida kwangu, kwa maana kutokana na shughuli zangu waliokuwa wakinipatia fursa kule wana uwezo wa kunipatia fursa huko. Kwa hivyo 50,000 niliyokuwa nikipata kule kwa mwezi, 50,000 hiyo hiyo kwa idhini ya Mungu naipata nikiwa huko. Kwa hiyo urahisi wangu ni kupunguza yale matumizi. Tutarudi kuja kuzungumza zaidi kujua hizo fursa zinazopatikana huku Kazole, Vikindu ni fursa gani ambazo zinawezesha mtu kuweza kukidhi maisha yake. Ningependa tusikie wengine wawili watatu, wewe ndoto yako ni kufika wapi? Kama kila mmoja wetu ana dira yake, ndoto yako ni kufika wapi? Unajiona maisha yako, unatamani kufika wapi baada ya miaka 10, 15, 20 kama tumejaliwa uhai? Majina anaitwa Irene Ibrahim. Naishi katika kijiji cha Kazole. Ndoto yangu mimi binafsi, sababu mimi hapa ni mwanafunzi wa VETA, somea pale VETA Chang'ombe, anajifunza ufundi wa umeme. Ndoto yangu binafsi kama mimi niko natamani kimaliza pale niweze kupata nafasi ya kuajiliwa ama kujiajiri mwenyewe binafsi. Kwa hiyo nilikuwa natamani kwa serikali, kutokana na dira ambayo wameweza kuiandaa, kwa sababu ni mpango wa muda mrefu, wangeweza kututengenezea sisi vijana ambao tunasoma au ambao kwa mtaani ambao walishasoma nafasi za kuweza kufanya kujiajiri, ili kila mmoja aweze kutimiza malengo yake. Ukiachana na serikali, we mwenyewe unataka maisha yako baadaye yaweje? Kwa upande wangu mimi natamani maisha yangu yaje kuwa mazuri, na ndio maana nimetoka hapa nimeenda kujifunza kule kitu ambacho kitaweza kufanyaje, yani kitu cha fani ambacho kitaweza kunisupport mwenyewe katika maisha yangu. Asante sana. Mwingine? Irene pia. Kwa hiyo Irene. Yaani Irene wa baadaye siwe Irene wa sasa, kwa sababu yani nimesoma na degree. Kwa hiyo nilikuwa natamani yani kupata ajira. Kwa hiyo serikali katika mikakati, nadhani kuna mikakati ya kuajiri vijana, na nadhani kuna ajira zinatoka mara kwa mara. Kwa hiyo yani dira yangu ya mbele ni kupata ajira, na kama sio kupata ajira basi ni kujiajiri, ili niwe mtu fulani ambaye nataka niwe huko mbele baadaye. Yeah. Asante. Mwingine? Ndoto yako? Mimi kwa majina kile nishajitambulisha mwanzo, lakini nikirudia sio mbaya, naitwa Mharami. Mimi ndoto yangu kwa kweli ya baadaye
ni kuwa mtu ambaye yani niwe na level fulani, hata kama sipofika level kubwa sana, basi niwe ndani na level ya kati. Yani niwe na uwezo kwanza kumiliki kwangu. Kumiliki kwako? Yes, kumiliki kwangu, ni katika niwe na nyumba, labda kajumba tu ambacho kini ni kazuri, yani sababu hii ni ndoto yangu, unajua ni kazuri, yani watoto wa familia yangu, yani watoto wangu waje wasome shule mzuri kabisa. Yani kajumba kazuri kanafananaje? Yani kajumba kazuri nafikiri tukisema kajumba kazuri, mimi naamini kila mtu anafahamu, yani at least kiwe hata kiona vyumba viwili basi kiwe yani kimeisha, ni finish, yani kana rangi, kana ka fence, umeona yani ndani mule ukiingia mule mwenyewe unasema yes, ka TV hapo. Yani ka TV kuna vitu fulani mapambo nini, unaona yani mtu mwenyewe akija anasema yes, huyu kweli ashafikia level fulani. Yani mtu akiingia tu anajua huyu kidogo ana ka level fulani, amebadilika yani. Kwa hiyo Mharami wa mwanzo tofauti na wa sasa. Na labda nimesema watoto wanasoma shule nzuri. Yes, watoto wanasoma shule mzuri. Kajumba labda nimekaeka ka fence, basi kuna kasubaru kamepaki pale. Kasubaru. Ona kamekaa pale. Kwa mtu akiingia anasema yes, huyu sasa Mharami amebadilika. Hata mimi mwenyewe yani najiproud, nasema yes, hapa kidogo nimebadilika. Kwa hiyo mimi hiyo ni ndoto yangu na tuseme ndo dira yangu ya maisha na naishi nayo. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu naamini tutafika huko, na tunazidi kumomba Mungu na tunazidi kupambana kama vijana ili tufikie hayo malengo ambayo tuliojiwekea. Lakini tukihitaji pia na nguvu kutoka sehemu nyingine. Kwa Mharami yeye anataka ndoto yake kajumba kazuri, na ukiingia kweli unaona kajumba kazuri, kasubaru kamepaki, watoto wanakwenda shule nzuri. Ndio nilikuwa nataka kusikia kama hizo. Yaani hiyo kwa mfano akina Irene, huyo Irene wa baadaye ndio hiyo picha. Tunataka utujengee hiyo picha, anafananaje? Ana nini? Ana maisha gani? Hebu tusikie na wengine. Ndoto zenu, yani unatamani kuwa wapi? Na hayo maisha yanafananaje? Yani viashiria gani? Vitaje kabisa. Maneno huumba wanasema ukijinenea ndio unabariki, au sio? Kwa majina naitwa Kufikiri Mohamed Mtitu. Midi langu ya baadaye ni kuweza kuvunja utegemezi baina yangu na watu wa karibu wanaonizunguka kwa kutengeneza fursa ambazo zitawawezesha wao kuweza kujikimu katika vipato vyao. Kwa mfano, kujenga labda majumba ambao watu wanaenda wakapanga, wakawa wanaingizia mimi hela ambazo mimi naenda kujikimu, lakini pia katengeneza watu wao wanaweza kusimamia hiyo miradi, nao pia wakaweza kuleka maisha yao katika hatua nyingine inayofuata. Katika huku kutegemeana au kumtegemea mtu, hivi ni mzigo au ni baraka? Ni mzigo, lakini pia ni baraka, kwa sababu kuna namna unamtegemea mtu kwenye ushauri. Akikushauri wewe ukaacha mambo mabaya, ni baraka kwake na kwako. Lakini kuna msaada wa kifedha, namna moja unaweza kuwa mzigo, lakini sio sana. Ni kama uwekezaji, sababu leo amenipa, kesho mimi nategemea nitampa zaidi. Sawa. Kuna mwingine naye angependa kutushirikisha ndoto yake, maisha yake, anatamani yafike wapi baadaye? Kwa majina naitwa Said Omari. Mimi ndoto yangu kubwa kabisa ambayo niko nayo, ndio natamani nije kuwa mtu ambaye naweza kufanya vitu vikubwa zaidi hapa nilipo, kwa sababu nikiangalia nilikotoka mpaka hapa nilipo kwa sasa hivi naona naelekea kule ambako mimi nakutaka. Ndio. Japo ni kitu ambacho ni cha muda mrefu, ila naamini kwa zile juhudi zangu na vitu ambavyo nafanya, naamini nitatimiza ndoto zangu. Na ndoto yangu kubwa, hakuna mtu apende maisha mazuri, kila mtu anapenda maisha mazuri. Na mimi nataka nije kuwa na maisha mazuri, nyumba mzuri, usafiri na tembelea mzuri. Maisha mazuri, nyumba nzuri, usafiri mzuri. Kasubaru wewe au pia kagari kengine? Hapana, mimi yoyote ambayo nitaipata. Kuna watu wanasema eti kaspasho. Hata kaspasho utakubali? Sasa tunakuwa na ndoto zetu, tuna dira zetu, na tunataka kuweza kuzifikia.
Nataka nichokoze hapa tena kwenye mjadala. Nikiwasikiliza wakina dada wanavyozungumza, wanasema wako wapi sasa hivi na nini ambacho wanakifanya. Amejifunza ufundi, amemaliza chuo, yuko chuoni VETA. Lakini mabro, mnasema tu zile ndoto, lakini hatujasikia yani sasa hivi wewe umeanza kujipangaje? Yani sasa hivi uko wapi? Una nini? Kama ni elimu, ni mafunzo, ni biashara, uko wapi? Nikisema vijana ndoto zenu zinaeleaelea tu, hata hatujui zinaanzia wapi, mtanijibu nini? Kusema kwamba vijana ndoto zetu zinaeleaelea sio jambo baya, lakini litakuwa linatushawishi tutoe hoja za msingi na sekondari. Ni kwamba kila anayesema kwamba ana ndoto ina maana ana mipango ambayo yuko nayo kufikia hiyo ndoto, na ndoto maana yake kuishi kwenye unachokitaka ili kitoke katika mawazo kija katika sura ya kuonekanwa. Kwa hiyo katika hilo naweza kuwa na mipango mitatu, lakini hapa nikasema mmoja kutokana na tahadhari. Hata wafanyabiashara au washauri wa biashara wanasema ukiwa na ndoto yako usiseme kwenye wengi. Mfano, umenielewa mpaka umetikisa kichwa, umenielewa. Mfano, ili kufafanua kwamba kunaweza kukawa na nani hii, na macho ya husda. Achili habari husda. Mfano, hapa Kazole hapa, kutoka hapa mpaka unafika pale kwenye nyumba nyingi, kuna frame moja tu ambayo ndio inauza mitumba. Frame hii moja. Sijui huku kwa Kambale. Sasa mfano mimi ndoto yangu hizi frame mbili za hapa ni kuchukua moja kuweka mitumba. Sasa nitakapolisema hapa, kuna mtu yana pesa, mimi ndo kwanza ana shilingi 20,000. Kwa hiyo yule mwenye laki mbili hajaichukua hiyo fursa. Kwa hiyo vijana, mipango tunayo na mikakati tunayo, naishi kwenye jitihada ili hatuisemi mipango yetu ili wasije wakatuibia mipango ikaibwa. Lakini hatuishi katika ndoto za mchana, tunaishi katika ndoto za, lakini sio hofu ya husda. Sio hofu ya hiyo, hamna hiyo, hakuna hiyo hakuna, kwa sababu husda imeumbwa na ipo tu, useme usiseme bado ipo tu, na hasidi hana sababu. Hasidi hana sababu. Kwa hivyo uwe nacho usiwe nacho, mtu anaweza kufanyia husda tu, isipokuwa ni wizi wa kibiashara ambao nafikiri mimi na vijana wenzangu ndio tunauogopa au tunauhofia. Kuna ushahidi wa huo wizi wa kibiashara kutokea? Mtu alikuwa na wazo lake akalizungumza, halafu mwingine akaliiba akaenda akalitekeleza. Imeshatokea? Umeshawahi kuona wewe mwenyewe au mtu unayemfahamu au nini? Kwa mimi kwangu ishatokea hiyo. Kwa hiyo ndio maana nimejifunza kupitia hiyo. Sawa. Kwangu ilishatokea. Asante. Haya, kwa sababu tuna ndoto zetu, watazamaji tumewaeleza tuko wapi. Sasa hawafahamu fursa ambazo ziko hapa na ziko mahali pengine ambako tunaweza kwenda kuzifuata hizo fursa ili tuweze kuzitumia kufikia hizo ndoto zetu. Hapa Kazole Vikindu, mtu akikuuliza kuna fursa gani ambazo zinaweza zikamsaidia kijana kuweza kufikia ndoto zake katika maisha, utasema hapa kuna fursa gani? Kwa unampa nafasi mtu mwingine yoyote ambaye yuko tayari, unaweza ukataja na mwingine akataja fursa nyingine ambazo mnaziona katika maeneo yenu hapa. Kwa mimi nitataja viwili ili na wenzangu nao wataje. Ndio. Fursa ya kwanza ambayo mimi naiona, kwa sababu mimi huku ni mgeni, sina muda mrefu sana, lakini kwa fursa ya kwanza ambayo naiona kwa haraka kwa kijana yoyote ambaye anaamua kujitolea, kuacha aibu, labda kuonea watu haya na aibu na vitu vingine, kuna fursa mbili. Fursa ya kwanza kwa kijana yoyote ambaye atatazama kipindi hiki na atakuwa na kipato cha pesa, huku ardhi bado ni rahisi. Kwa hiyo ana uwezo wa kuja kununua ardhi na akajenga nyumba akapangisha, au akanunua ardhi akawekeza akaja akauza miaka ya mbele kwa fedha nyingi. Hiyo nafasi ya kwanza, fursa ya kwanza. Fursa ya pili kwa huyo kijana kwa umri wangu, kama atakuwa ana uwezo wa kumiliki bodaboda au bajaji, huku riziki inapatikana kwa wingi. Chukua abiria kutoka Vikindu pale mlipoingilia, peleka abiria hapa na huku mbele. Mimi pale tulipoingilia nikiangalia idadi ya bodaboda, yani niliona kwamba ni wengi sana. Lakini wanafanya sana kazi. Fursa zinapatikana. Katika hivyo vitu viwili ambavyo mimi nimevikomea, vina fursa kubwa sana.
kwenye hilo la ardhi, wengine endeleeni kufikiria, afu mtakuja kututajia. Kwenye hilo la ardhi kumekuwa na malalamiko, na tumeona hata katika vyombo vya habari siku za hivi karibuni, watu hao wanaotoka maeneo mengine wanakuja kununua ardhi. Kuna malalamiko ya ardhi kuuzwa zaidi ya mara moja, kwa hiyo kunakuwa kama na utapeli wa umiliki wa ardhi, lakini pia tamaa ya hao wanunuzi kuja kununua inajenga tamaa kwa watu wanaomiliki ardhi. Wanauza kila kitu kiasi kwamba wao wanakosa sasa ardhi, yani wale wenyeji wanakosa ardhi kwa matumizi yao. Hapa hali ikoje unaposema ardhi bado ipo? Haya matukio ya utapeli au watu kuuza ardhi yao yote wakakosa kitu cha kuwasaidia katika maisha yao, hali ikoje hapa? Swali lako ni swali la mtego, lakini nitalijibu kimtego. Hata sina mtego, na kuhakikishia wallahi sina mtego. Sawa. Kwa uelewa wangu ni swali ambalo lilitakiwa lijibiwe na watu wenye mamlaka zaidi, lakini kwa faida nitajibu kwa namna ya uelewa wangu. Kuhusiana na ardhi kuuzwa mara mbili au zaidi ya mara moja, hiyo nafikiri itakuwa silaumu, lakini itakuwa ni ukosefu wa umakini wa mnunuzi. Nachotaka kufahamu ni je, umeshasikia matukio kama hayo? Mimi sijawahi kusikia. Hujawahi kusikia? Ila najibu kwa mujibu wa swali kwamba kwa mtu atakayekuwa ananunua ardhi imeuzwa zaidi ya mara moja, ni lawama anamtupia mnunuzi, ni ukosefu wa umakini. Na kwa hao wanaouza ardhi kiasi ambacho mpaka baadaye wanashindwa kuwa na sehemu nyingine, hilo ni swala huru ambalo mimi ardhi yangu ndio hii, naamua kuuza na tokomea shamba zaidi. Lakini wewe hujasikia? Mimi sijasikia. Na wengine pia hamjasikia matukio kama hayo, kwamba fulani aliuza ardhi yake mpaka sasa hivi wao wenyewe hata waliobakia nayo haiwatoshi, au kuna malalamiko ya ardhi kuuzwa zaidi ya mara moja, migogoro kama hiyo ya ardhi huku hakuna? Hatujawahi kusikia, hatujawahi kusikia. Aha, sawa. Haya, wengine kuna fursa gani huku Kazole, Vikindu? Mimi nitalenga sehemu moja tu, afu kwingine nitawachia wenzangu. Mimi fursa hii iwe kwa mkazi wa hapa au kwa kutoka sehemu nyingine. Fursa ya huku mimi naona kwa mafundi. Mafundi huku wana fursa sana. Mafundi wa? Nikizungumzia mafundi nazungumzia masuala ya miundombinu, yani kama majengo. Chote yani mafundi wa kujenga. Kwenye kujenga sasa kuna vipengele. Anaweza kuwa fundi wa kujenga, fundi bomba, maana yake nazungumzia fundi maji, fundi umeme, wa kupaua, sijui ndio hao wa kujenga, yani lakini yani maana yake hapo kuna waashi, kuna tuseme electrician, sijui watu wa plumbing huko hivyo, kwamba kila siku kila leo watu wanajenga. Yaani sasa hivi hapo kusema utembee mitaani kuna site nyingi ambazo zinazoendelea. Sasa kuna watu ambao wapo hapa ni kazi yao ufundi, wanapata fursa hizo, na kuna watu wengine wanatoka nje hapa. Wanatoka huko kuja kutafuta fursa huku ya kujenga. Kwa mfano, mimi mwenyewe by professional ni electrician. Sawa? Okay. Na nilikuwa naishi Mbagala before. Lakini niliangalia kule kutokana na population ya watu, nikiangalia kazi ambazo nyingi nilikuwa nazifanya kwa sababu sijaajiriwa. Kazi nilikuwa nazifanya ni ile kwamba mtu nina shoti nyumbani kwangu, anakuita unamtengenezea, si unanielewa? Sasa unajikuta unapata shilingi 10,000, 15,000. Sawa, utapata hela kula, utalipa kodi. Je, kesho yako unaijengaje? Zamani tulikuwa tunasema vishoka. Kwa hiyo ulikuwa kishoka? Sio kishoka. Yaani ukizungumzia kishoka ni yule, yaani ukisema swala la kishoka ni yule mtu anayefanya kazi ilipaswa kufanya na TANESCO, anaifanya yeye kama fundi ambayo haimuhusu, kwa kiherehere. Yule anaitwa kishoka. Yaani mfano kwa bracket pale. Sijui umeme ndani kuna loose, sijui nini. Anabidi apige simu TANESCO waje wamrekebishie. Lakini kwa sababu yeye ana idea na ile kitu, basi anaenda kufanya pale. Kwa wewe hizo ufanye? Mimi sifanyi. Kweli? Mimi nikwambie professional. Najua hiki cha kwangu, hiki sio cha kwangu. Kwa hiyo siwezi kufanya shughuli sio ya kwangu, hainihusu. Kelele nikipigwa mzinga pale nafikiri utasemaje. Kwa hiyo nikaona mbona Kazole kuna fursa, na huwa nina interest na watu wa huku. Kwa nini sije kuishi huku? Kweli nimekuja huku sijafikia level hiyo,
lakini unaweza ukakaa wiki mbili, kasikia kuna simu inapita, bwana kuna nyumba yangu nataka kanifanyie wiring. Unajitangazaje ili watu wafahamu Muharram anafanya hizi kazi ili uweze kupata hizo simu? Unajitangazaje? Kwa mimi kwa kweli kujitangaza kabisa ile moja kwa moja bado, lakini kwa mfano kama huku kama hapa, hiki ni kijuo chetu, wanakuja watu tofauti tofauti, na mtu mwingine anaweza akaja tu akauliza bana nataka fundi umeme. Kwa hiyo watu direct mimi. La kwanza, la pili, pale kuna namba zangu vipi nimeweka kwa watu wa huku, wakipita pale akiona fundi umeme na mtu ana shida, akiona namba tu anaipiga direct. Kwa hiyo kingine ile kujenga mahusiano mazuri na watu tofauti, kwa sababu sio mimi nafanya kazi Kazole tu. Leo sijui mheshimiwa unaishi wapi, lakini unaweza kesho ukanikuta maeneo ya kwako. Nafika huko kote huko nafika. Yaani utanikuta wapi mzee ulipotoka Magomeni naendaga huko kufanya kazi. Kwa hiyo ni hivyo kujengana tu mahusiano mazuri na watu, nafikiri kujitangaza kwangu. Sijafika ile level ya kujitangaza. Hautumii mitandao ya kijamii kidijitali kujitangaza ili watu waweze kujua kuna huyu Muharram anafanya hizi kazi? Bado, kwa sababu najua kutumia mitandao ya kijamii ni process kidogo. Kwa hiyo kwa mimi bado sijafikia level hiyo. Natamani, ila bado sina ile mtu moja kwa moja kwenye direct, sasa tumia njia hii ili ufike level fulani. Bado. Na natamani huko lakini. Sawa, asante sana. Wengine kuna fursa gani hapa? Kwa majina naitwa Musa Lumami Musa. Fursa nyingine ambayo naiona kwa maeneo ya huku Pwani. Ndio. Asili ya watu wa Pwani wanapenda shughuli sana. Kwa mfanyabiashara hususan vijola nini anaweza kutumia kama fursa hiyo. Kuuza vijora. Kuuza vijora, sare, kodisha mziki. Pia inaweza kutumika huko fursa kwa sababu wewe kuna yoyote unafanya kati ya hizo? Ipi hiyo? Nguo. Kwa unauza vijora. Vinatoka sana au? Vinatoka sana. Bei gani? Inategemea sasa kwamba kaja anahitaji idadi ngapi. Na umekuwa ukifanya kwa muda gani hiyo? Haisi mwaka huu. Mwaka. Kumekuwa na mabadiliko yoyote labda katika mzigo unaoleta na unavyotoka? Mabadiliko yapo. Kuna kipindi biashara inakuwa hakuna kabisa, ila kuna kipindi biashara inakuwepo. Kipindi gani kunakuwa hakuna biashara na kipindi gani kunakuwa na biashara ya vijora inakuwa imeshamiri? Kipindi kama hichi cha Ramadhani. Kipindi kama hichi cha Ramadhani. Cha Ramadhani ndio kuna biashara au hakuna biashara? Hakuna biashara. Yaani hakuna biashara sana. Hawafanyi shughuli. Kwa biashara ya vijora inakuwa rahisi kwa sababu Pwani shughuli ni nyingi. Kwa inakuwa rahisi kufanya biashara ya vijora kuliko abaya. Shughuli hizi huwa zinafanywa kwa matukio gani? Ngoma. Sogeza mic. Kuna shughuli za ngoma kwa sababu si ni Pwani wana ngoma, yani mabinti wanawacheza ngoma. Kwa ndio shughuli nyingi sana. Yaani ni chache sana ukute labda mtu ana birthday akafanya shughuli, ni chache sana kuliko ngoma. Ngoma ndio nyingi sana kuliko birthday. Au ndoa nazo wanafanya, mtu baba ameoa au ameolewa kwenye familia baba ya kiumeni au kikeni wanafanya shughuli. Nilikuwa naongezea nasema shughuli nyingi zinafanyika kipindi cha likizo ile mwezi wa 6 mwezi wa 12. Watoto wale wa olevo wale wengi wanachezwa sana ngoma. Wanafunzi wa olevo. Ndio mli wao ule. Wao wanakuwa wanachezwa sana ngoma. Kwa hiyo pale shughuli zinakuwa nyingi, muziki inakuwa mingi. Kwa hiyo mtu kama ana shughuli ana biashara zake kama hizo walivyosema brother pale, ndio biashara inatoka hapo. Biashara inatoka. Ulikuwa unataka kusema kitu? Nilikuwa nataka ni correct point aliyosema olevo. Yaani kwamba sio wanafunzi wote wanafunzi. Kama huku kuna Wazaramo, Ndengeleko, yani mara nyingi nakuwa labda mtu akishamaliza kusoma kisha kwa mkubwa, yani mdada akishakuwa mkubwa ambaye anajitambua ndio anafanywa ile ngoma. Kwa sababu anaamini yani iko matured enough. Kwa ndo anafanywa ngoma. Lakini hawachezi ngoma wakiwa shule ya msingi. No. Yani sio shule ya msingi. Yani yule binti ambaye ashakuwa mkubwa, yani ashapevuka kisayansi, ndo anafanywa ngoma. Kwa hiyo kukuta wanafunzi ni mara chache sana. Na ikitokea ndio hivyo labda likizo, mara chache sana lakini.
Hizi ngoma zina faida gani katika jamii hizi za Wazaramo, Wandengereko na wengine ambao wako huko? Mnafikiri kwa nini wanazifanya? Kwa mimi ngoma naona ina faida. Unajua, kwanza hapo ni issue kwanza ya hizi ni mila. Ni mila sio kwa Wandengereko na Wazaramo. Mimi nafikiri kila jamii ina mila zake. Na mimi kidogo mitandao ya kijamii nafuatilia sana. Naonaga hata makabila mengine na hata nchi nyingine huwa naonaga hizi mila. Ila mila zinatofautiana kulingana na eneo. Wengine watapiga ngoma, wengine watafanya mila zao wanazozijua. Kwa mila zile mimi naona zina faida kwa sababu kwanza faida ya moja kwa moja, kama nchi inaendeleza ule utamaduni ambao inatambulisha kabisa hii ni jamii fulani, watu kutoka fulani. Yaani ikipigwa tu pale watoto wanatambua yes, hawa ni watu fulani. Kwa hiyo ni faida. Lakini nyingine bado hizi ngoma naona wanawafundisha jinsi ya kujitambua wao wenyewe. Unajua zamani kipindi ndugu zetu walivyokuwa wanasoma kulikuwa na mambo mengi hayafundishwi mashuleni. Ilikuwa inamaanisha kama watawapoteza na nini. Lakini sasa hivi tukiangalia kuna vitu vingi sana wanafunzi wanafundishwa, hasa masuala ya kujitambua wanafundishwa. Lakini zamani ilikuwa kama ni dhambi, yani kumfundisha mtoto hivi na hivi. Kwa hiyo mimi naamini hile inasaidia mtoto mwenyewe kujitambua, na hiyo ina faida. Hata tukiangalia sasa hivi nafikiri kama tukisikiza tathmini tutakuta hizi mimba za utotoni zinapungua sababu wanakuwa watu wanajitambua. Lakini la pili, hata ile HIV AIDS, yani maambukizi yale yamepungua kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu watu wanafundishwa, wanajitambua kipi wafanye, nini wafanye. Kwa hiyo mimi naamini ni ina faida, lakini kila kitu kina faida na hasara. Sasa kwenye hasara nafikiri wanaofundisha labda ndio watajua hasara gani ambazo, kwa sababu vitu gani wanavyofundisha na hasara watazijua wao wenyewe. Wakati unazungumza Muhara, wengine wamekuwa kama wanaguna. Wewe unazungumzia faida za kuwacheza mabinti ngoma, inapelekea kupunguza mimba za utotoni, maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa sababu inamsaidia binti aweze kujitambua. Lakini wakati huo huo tumesikia kauli za viongozi mara kwa mara wakijaribu kuzishawishi jamii za pwani kuachana na ngoma au wapunguze, kwa sababu ina maana wameona kuna kitu ambacho sio kizuri kuhusu hizi ngoma. Nyie mmeshasikia viongozi wakisema mnacheza sana ngoma, punguzeni. Mimi nataka niulize swali moja hapo kabla sija kujibu. Kwani labda hao wanaosema hivyo wana ngoma zinafundisha nini? Au wewe unafahamu? Ndio maana nataka nijue nyinyi mkiwasikia wakisema mnakubaliana nao au hamkubaliani nao. Kwanza watuambie ngoma zinafundisha nini ili nipate sisi mwongozo, kwa sababu sisi tulikwambia wanafundisha vitu vizuri kama hivi. Sasa labda wao wanaosema vinapotosha, tujue kwanza wanafundisha nini. Labda mimi sifahamu. Serikali wanakataza kucheza ngoma kwa sababu wanaamini katika ngoma kuna vitu wanafundishwa ambavyo sivyo vya maadili. Wanaamini hivyo, lakini kwa mtu ambaye ameipitia labda kwenye ngoma anaweza kalijibia kwamba hapana. Na sana sana walibezi kwenye swala labda wanafunzi. Unakuta mtu labda anasoma shule anapelekwa ngoma. Kwa hiyo unakuta waliamini kwamba mwanafunzi anafundishwa kule kwenye ngoma na vya darasani ni kwa vitu viwili tofauti. Kwa hiyo kuna vitu wanakuwa wanavifanya ambavyo vinakuwa vinawapelekea labda wao kufeli kwenye masomo, imani zao. Watu wa serikali au imani zao. Na pia labda wanaona ngoja amalize afuta. Ni vitu ambavyo havina umuhimu wowote, zaidi ni kupoteza. Kwa sababu ukishafanya ngoma kunakuwa na maandalizi. Ndio kama hivyo, sio kuna sare, vijora, lazima kutakuwa na muziki, chakula. Ina maana kutakuwa na hela inatumika nyingi. Wakati huo ile hela ingetumika kufanya mambo ya maendeleo. Pesa mnazotumia sasa, serikali inakuja kuharibia biashara. Utakuwa hupati kuuza vijora serikali inavyosema kwamba wapunguze, lakini kumbe kuna faida. Lakini wakati huo huo hiyo pesa ingeweza kutumika katika shughuli nyingine za maendeleo. Lakini nyie mnaona kwamba hapana, sio lazima iwe hivyo, vyote vinaweza vikaenda, si ndio? Unataka kuongezea? Nilikuwa nataka kuongezea hapo kuhusiana na hilo swala la mila. Kuaminika kuwa hizo ngoma zinapotosha.
Mimi siliungi mkono hilo kwa asilimia kubwa, bali nalipa asilimia chache kama 5. Lakini 95 zile ngoma au unyago tunasema sisi wenyewe watu wa Pwani zilikuwa zina faida, sio zilikuwa zina faida. Kwa hiyo sio zilikuwa, hata sasa zina faida. Zina faida. Tatizo ni kwamba ni vitu viwili. Ndio. Kwanza nizungumzie kwa uchache. Naweza nikashangaza kidogo kwamba we mtoto wa kiume inakuwaje unazungumza vitu hivi? Sisi ni watu ambao tumebahatika kukaa na wazee wa kike na wa kiume na ni wadadisi. Mimi asili yangu ni mdadisi, alafu najifunza kila siku. Ngoma inapigwa kwa wanafunzi washamaliza darasa la 7 mara nyingi. Wanafunzi wakimaliza darasa la 7 ndo anachezwa. Iwe amefaulu, iwe amefeli. Akifaulu anakwenda sekondari tayari ameshapata utambuzi. Na kazi kuu ya ngoma ni vitu hivi viwili. Kupewa adabu na usafi. Adabu na usafi. Naona hilo wote wanalipigia mstari hilo. Na ndio wenyewe lakini wanalikubali. Ni adabu na usafi ndio vitu wanavyopewa. Sasa msiniulize nilijuaje. Nisikilize. Hivyo vitu viwili. Sasa kwa nini kumekuwa na shutuma kwamba hao baada ya kuchezwa ngoma ndo wanakuwa maferauni washenzi? Tunasahau tuna utandawazi. Huu ndio uliokuja kuharibu. Na sio ngoma. Hakuna bibi anayekwenda kule Mkoleni au kwenye kile Kinyantimbili akaenda kule bibi akamwambia fanya hivi na hivi, ukitoka hapa tena ukajaribu. Hakuna kitu hicho. Na wanasema ya Mkoleni waachwa Mkoleni. Na ndio maana nimerudia mara 3. Na ndio maana ili mzazi apate heshima kwenye huo unyago, mtoto akutwe akiwa. Hapo nimesema akiwa. Mtoto akutwe akiwa. Na kwenye ngoma ile ndio anafundishwa. Ili kuonyesha heshima ya ile mila, akutwe binti akiwa. Sio tofauti na hivyo. Ingekuwa kama yuko akiwa, ingekuwa ni jambo la kawaida, wazazi wasingekuwa wanapata aibu. Na ndio maana kuna hukumu. Binti akikutwa sivyo akiwa, unakuwa kuna hukumu kwa wazazi kuonyesha ile ngoma inatuza heshima. Hiyo hukumu inakuwaje? Hiyo siongelei sana, wenyewe mabibi wasije wakaniambia we mtoto vipi. Siongelei sana. Hayo ni ya Mkoleni, tuyaache Mkoleni. Kwa hivyo tatizo liko kwenye utandawazi. Na wenyewe mabinti hawajiheshimu. Wakishapata ukubwa, wakipewa chipsi kuku, wakionyeshwa karatasi la mzungu lile jekundu, wenyewe wanaingia kibla. Lakini sio ngoma. Sasa hapo ni binti au huyo anaenda kumuonyesha karatasi jekundu la mzungu? Wote wawili hao. Lakini si amefundishwa ajitambue, hatakiwi hata akiona ile karatasi jekundu la mzungu, hatakiwi kuingia tamaa. Keshafundishwa, amejitambua. Ni sahihi, lakini kwa sababu kutokana na umri wake, kutokana na nyinyi wasomi zaidi, mnajua umri wa miaka 18, 19 kwenda 22 ni vitu gani ambavyo msichana anakuwa navyo. Tamaa ya kuwa na mume anayempenda, kwa sababu tunaambiwa na watu wa falsafa kwamba mabinti wa miaka 18, 19 ana wanaume 3. Kwamba ana mwanaume wa kumpenda tu natakiwa nitembee naye, ana mwanaume akimwona tu nizae naye. Ndipo pale anapobeba mimba bila ya alafu ana mwanaume wa ndoa ambaye huyo atakuja baada ya miaka 15. Kwa hiyo huyu wa kuzaa naye huyu ndiye anayemharibu. Haya. Ni kweli hicho anachokisema? Nyinyi mnakubaliana na hiyo falsafa? Kwamba binti yoyote ambaye ifikia miaka 18 mpaka kwenye 20 kuendelea huko, kwamba atakuwa na wanaume zaidi ya 3, kwamba na wanaume wa kutembea naye kama alivyosema, kuna yule wa kusema huyu nataka nizae naye, na wa ndoa. Kitu kama hicho hakipo. Kwa binti ambaye anajitambua na ana maadili mazuri, anaweza akawa na huyo mmoja akasema huyu ndo wa kutembea naye, huyu ndo wa kuzaa naye, na huyu ndo wa ndoa. Kwa vyote vinaweza kupatikana kwa mmoja. Lakini kama atakuwa amenenukuu vizuri dada, ndio maana nikasema hekima ya unyago ni binti kumpa vitu hivi viwili, safi na adabu. Adabu ikiwemo kuheshimu utu wake. Sawa. Kumekuwa na mabadiliko gani namna ambavyo hizi ngoma za unyago zinavyofanywa? Ukiangalia miaka ya nyuma, najua wote hapa ni vijana, inawezekana msifahamu ya miaka ya nyuma sana, lakini inawezekana mmesikia. Kumekuwa na mabadiliko gani jinsi ambavyo hizi ngoma zinafanyika? Kwa mfano mmesema zinafanyika wakati wa likizo, kwa sababu kampeni za kuzungumzia masuala ya ngoma na kwamba hizi ngoma zinaleta hizo hasara za matumizi ya pesa ambazo zingeweza kwenda kutumika kwenye maendeleo katika familia, lakini pia kwamba ngoma zinaweza zikaharibu maadili.
huu ujumbe umekuwa unakuja mara kwa mara, kwa hiyo inawezekana ukawa umechangia katika kubadilisha namna ambavyo ngoma zinafanywa. Kwenye mabadiliko mimi naona kuna fursa humo kwa mama. Miaka ya nyuma sikuwepo, lakini pia sikuwahi kusikia kwamba kulikuwa na kutunzana. Kulikuwa na kutunzana. Kwa mfano saizi kuna hilo jambo. Kwa mfano labda mimi kwenye sherehe yako nitoe 20,000, kwenye sherehe yangu natoa 40,000. Kwa hiyo ni fursa pia, inawasaidia kwa mama kupata mtaji. Mimi ninaona. Kwa hiyo kutunzana kumbe ni fursa, ngoma ni fursa ya kupata mitaji. Ni fursa. Mtu anakuja kumtunza mwenzake. Na wamama wengi wa huku pwani wanapenda kufanya hizo ngoma kwa sababu kuna kitu anakipata. Sio kwamba anafanya bora kufanya kwa sababu yeye lazima, kuna ngoma za watu, kuna shughuli za watu anaenda anatoa, na ndio ipo hivyo. Ukienda kwa mtu kimpa 50,000, ukienda kumpa 50,000 na yeye akija kwenye shughuli yako hatoa ile 50,000. Atatoa 100,000 anajazia ile 50,000. Kwa ndio faida ambayo ipo hapo unayoipata. Ukienda ukitoa shilingi 10,000 akija kwako anatakiwa atoe shilingi 20,000. Na hicho ni kitu ambacho ni kama makubaliano kabisa yapo. Mimi nikikupa 10,000 ukija yani ipo tu automatic kwamba ukishapeleka 10,000 basi atakuletea shilingi 20,000. Na maana yeye ile 20,000 amewekeza kwako. Na maana yeye tena akiwa na shughuli itabidi umpelekee 30,000. Je, inatokea wewe ulimpa mtu 20,000 kaja kwenye ngoma yako akakupa pungufu ya hiyo au asikupe kabisa? Inatokea kwamba anaweza sikupe kabisa au akukupa pungufu, ndipo pale inapotokea migogoro. Kuna watu wanapigana kabisa shughulini. Yaani wanapigana kwamba haiwezekani mimi nimekupa shilingi 10,000, wewe umekuja hujanipa chochote au unanipa shilingi 10,000 ile ile. Ina maana unakuwa unakata mawasiliano. Maana hata yeye wewe ukifanya tena shughuli hawezi kuja, ndio umeshaharibu mahusiano. Hawezi kuja, na hata kama akija hawezi kukuongezea hela, atakupa ile ile ambayo umempa. Mara nyingi sana wao wanagombana. Na yani ndio ipo hivyo. Yaani washafuta hiyo. Kwa hiyo anapokupa utakiwa kufika pale labda 100,000 umeshika mkononi unampa 100,000 hivi, no. Kwamba yani unatoa 10,000. Kama 100,000 unaanza kutoa? Unaichambua. Kwa hiyo hata mwenyewe anakuwa anajua hii ni 100,000 ambayo imetoka. Kwa hiyo pembeni yule anaandika, pembeni ataandikia 100,000. Kwa hiyo baada ya shughuli kishaisha, wewe unakaa na lile daftari, unatathmini sasa kwamba huyu nilimpa hiki na yeye kanirudishia hivi. Kabla hatujaenda kwenye swala jingine. Kwa hiyo ujumbe mnaofikisha ni kwamba hizi ngoma hazina hizo athari ambazo watu wengine wamekuwa wakizisema. Hizi ngoma zinatengeneza fursa za kibiashara, ndio maana mheshimiwa pale anaweza kuuza vijora, mwenye mziki anaweza akakodisha, lakini vile vile watu wanazungushana hela inazunguka, mtu anapata mtaji na kadhalika. Kwa hiyo tunatetea ngoma, lakini pia ngoma inakuja na faida ya kumwandaa binti ajifunze vitu viwili: usafi na kujitambua, maadili. Nadhani hili limefika, au mna nyongeza yoyote ili yale mashambulizi kwenye ngoma yapungue? Yaani ziada labda twende hapo afu na utaongezea ziada katika hilo, kwa sababu lazima tukumbuke kwamba mpaka sisi tuko hapa tumezaliwa tunajivunia na wazazi wetu mababu na mababu ambao wao ndo waliishi kwenye ndoa kwa miaka 50, 70 mpaka wanafanana. Kiasi ambacho mmoja akifa leo mwingine baada ya wiki anakufa. Kilichopelekea ni hiyo mila ambayo leo hii tunaipiga vita. Na sisi tunaojifanya wazungu ndo hatukai kwenye ndoa, kilichotufanya tuwe hivyo kwa kudharau hayo ya wazee ambao walikuwa nayo. Kwa hiyo kukazia hapo ni kwamba athari yoyote itakayojitokeza kwenye hiyo mila, tatizo sio mila, tatizo ni wasimamizi wa mila. Na hayo mengine yanayoletwa tunayoiga. Kama ilivyo mfano mzuri, mpira wa zamani si wa sasa kibongobongo. Zamani mpira watu walikuwa wanacheza kwa mapenzi tu. Wamekufa masikini wachezaji ambao ndo walikuwa wana vipaji, walikuwa wanacheza mpira kwa kujituma. Lakini leo hii mchezaji mpira ukimgusa wa Simba na Yanga sasa hivi anachezea mandinga makali, nyumba Oysterbay. Kwa hivyo utasema mpira wa zamani ulikuwa mbovu, wao walikuwa kwenye mapenzi. Kwa hiyo tatizo sisi mila sasa tumeigeuza, badala ya kuwa ni mila, adabu na usafi, tumeifanya kuwa biashara. Na jambo lolote linaloingizwa kwenye biashara lazima liwe lina mushkeli fulani. Na mushkili kwa sababu watu wanataka faida zaidi na sio desturi na sheria na miko. Sawa, asante. Unataka kuongeza? Naweza nikajitolea mfano wa mimi mwenyewe. Nimepita kwenye ngoma lakini nimesoma, nina degree.
Kwa haijani affect vyovyote na haijagusa chochote kwenye elimu yangu. Haijakuathiri, umeweza kuendelea na masomo yako mpaka degree. Kwa sababu yale ni maadili ambayo yalikuwa kule niliyofundishwa, niliyachukua nikayaacha kule. Na nilikuja swala la elimu na pambana na elimu. La Ngoma nadhani tumelitendea haki. Mpe mic aongezea. Kuongezea kwenye vikundi vyao hivyo, serikali ingeweka utaratibu vikundi kuvitambua tu, ili kuepusha migogoro ya kutokufanyaje kulipana. Aha, vikundi viwekewe utaratibu wa kuvitambua, vitambulike. Si vinatakiwa visajiliwe halmashauri? Sidhani kama kwenye vikundi vyao vya kutunzana umesajiliwa. Ulivyosema migogoro na vikundi na wewe unauza vijora, nimepata swali jingine hapo. Wanapokuja kununua vijora, wanakuja kununua kama kikundi au wanakuja kununua mmoja mmoja? Ananunua mwenye shughuli. Ananunua mwenye shughuli. Alafu mwenye shughuli ndio ana kazi ya kufanyaje? Kusambazia. Wanakulipa cash au mna makubaliano labda cash ya kuwakopesha alafu wanakuja kulipa? Cash. Hautaki kuruhusu kabisa mikopo kwamba unajua shughuli itatokea, ni wape vijora, wakifanya shughuli wanilipe. Hiyo hufanyi? Sawa. Swali jingine, tukiangalia leo yetu na tukafikiria kesho yetu, hivi tunaona maisha ya Mtanzania kesho, miaka 10, 15, 20 ijayo, yatakuwa bora zaidi, yatakuwa kama haya au yatakuwa duni kuliko hata haya? Wangapi wanasema kesho yetu itakuwa afadhali kuliko leo? Nyosha mkono. Wengi. Wangapi wanasema kesho yetu itakuwa kama leo tu? Hakuna. Wangapi wanasema kesho yetu itakuwa mbaya kuliko leo? Hakuna. Kwa hiyo sote tuna matarajio ya kesho ambayo itakuwa bora kuliko leo. Kwa nini tunakuwa na matarajio hayo? Tuongee kwa uchache tu afu tutakwenda kwenye swali la mwisho. Kwa maelezo mafupi kama ulivyosema, Tanzania aliyoiacha Mwalimu sio aliyokuja kuiendeleza Benjamin. Aliyoiacha Benjamin sio aliyoiendeleza Mheshimiwa JK. Kwa hiyo kwa mfano huo ni kwamba kila siku serikali inafanya jitihada za kuifanya Tanzania iwe mpya. Tulikuwa hatuna flyover, sasa hivi tunazo. Tulikuwa hatuna treni ya umeme, sasa hivi tunayo. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo tunavyotarajia kwamba hata baada ya miaka 5 mbele tutakuwa na kitu ambacho kwa sasa hatuna. Sawa. Asante. Sasa nataka tuende kwenye swali la mwisho, na waheshimiwa hapo tungependa tuwashirikishe kwenye hili swali la mwisho. Kwa yanayoendelea ulimwenguni kote, unafikiri yanaweza yakawa na athari gani hapa Tanzania? Na nikisema yanayoendelea ulimwenguni, nadhani kila mtu ana picha yake ya nini kinachoendelea ulimwenguni. Kuna baadhi ya bidhaa ambazo tunategemea zitoke nchi za nje ambazo na sisi hapa tuzitumie, lakini kutokana na yanayoendelea zile bidhaa tunashindwa kuzipata kwa wakati. Kama bidhaa zipi hizo? Mafuta. Na sukari. Mafuta. Kuna baadhi ambayo inazalishwa hapa, kuna baadhi ambayo tunategemea kutoka kwa wenzetu. Sasa yanayoendelea ulimwenguni, hao ndo watu ambao tunawategemea waje kuwekeza huko. Sasa hali kule ikishakuwa mbaya zaidi, sidhani kama mtu ataweza kutoka kuja huko, sababu hizo ndege haziruki na nini na nini. Kwa hiyo tayari sisi kwetu kuna fursa imepungua, kwa sababu leo ukiangalia vijana wengi wapo mule ndani wanafanya shughuli za kijamii kupata riziki ya kula. Sasa kama vitu vile vinapungua, yale material hayaji, maana yake watu wengi watarudi kuingia mtaani. Kwa wimbi la watu mitaani litaongezeka na tutarudi tena kule kule, kwa vibaka watakuwa wengi nini. Kwa hiyo athari ipo kubwa sana. Kwa hiyo tunaomba Mungu tu mambo yaende yaishe, maisha mengine yaendelee. Hakuna athari chanya hata moja, fursa ambayo inajitokeza. Kufaana tunasema. Mimi nadhani serikali yetu sisi ya Jamhuri ya Muungano ni serikali makini sana na inajua nini inafanya. Na hili sio jambo la kwanza kutokea huko duniani. Ndio. Na wala sio la pili. Na baya zaidi ambalo lilitokea si la hilo lakini la sura nyingine, lakini tulilivuka. Lipi hilo?
2019 Uviko. Yes. Mhm. Lile kwangu mimi naliona ndio lilikuwa kubwa zaidi kuliko hilo linaloendelea. Kwa hivyo ninachotaka kusema ni kwamba serikali iko makini, na kwa haya yanayoendelea umakini wao uongezeke, waangalie nani wa kumfanya mkwe wanapotaka kuozesha binti yao. Waangalie nani wa kumfanya mkwe wanapotaka kuozesha binti yao. Hayo ndio ya kwangu. Sasa unatuachana mafumbo. Unafikiri mtazamaji ataelewa? Unajua sio watazamaji wote wanatokea Pwani. Sawa, ni sahihi lakini wataelewa. Wewe ukiangalia namna ambavyo tumekuwa tukiwachagua hao wakwe, kuna tatizo lolote? Tatizo hamna, lakini tatizo la wakwe baadaye wanakuja kuwa na tamaa. Mimi na viwanda viwili na binti yangu nimemlea vizuri sana, nimeozesha akiwa yuko na maadili. Kijana nimemwamini, nimempa binti yangu. Binti yangu kaenda kule kazaa watoto. Kama unavyojua tena, watu katika jambo lile kuna mahaba. Binti yangu kafa kaoza kwa yule mkwe. Mkwe akamwambia binti yangu, bwana mzee wako sana viwanda vitano. Sasa sisi tutaendelea kuumili, mimi nimechoka bana, habari ya kusomesha hii. Narudi nimechoka mimi. Mwambie nipe kiwanda kimoja. Binti yangu anakuja anapiga magoti. Naamini kwa sababu kuna wajukuu zangu kule, natoa kiwanda kimoja. Nampa mkwe kwa sababu mkwe akipata ndo kala binti yangu, na ndio heshima kwa wajukuu zangu. Sasa lakini tatizo mkwe baadaye anakuja kuwa mkweka. Watu wa Pwani leo mmetuweza. Kwa hiyo hayo mimi ndio ya kwangu. Kwanza tuwe makini kwenye kuchagua mkwe, ili mkwe asije kuwa mkweka. Huu mtihani na mimi nitawachia watazamaji hivyo hivyo, kwamba kwa yanayoendelea huko duniani, serikali yetu inatakiwa kuwa makini katika kuchagua mkwe, ili mkwe asije akawa kuja kuwa mkweka. Kwa serikali itajua yenyewe mkweka maana yake nini. Maelezo kwamba ni serikali makini, umakini wake unawapaka mafuta hapo kidogo, unauma na kupulizia, anasema. Nimekupata. Kuna mwenye nyongeza? Kama hakuna, basi mimi nadhani kwa hapo turidhike na tulichokipata leo katika mazungumzo haya na vijana wa hapa Kazole Vikindu kuhusu dira mtaani. Baadhi wanaifahamu kwamba wamesikia serikali imezindua dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 na kwamba dira maana yake nini, na kila mmoja hapa ameweza kusema ana ndoto zake zipi, wanavyojipanga. Kuna ambao wanasema kajumba kazuri na kasubaru hapo, lakini vile vile tumezungumza kuhusu tamaduni zetu za Pwani. Ngoma zimekuwa zikishambuliwa sana, lakini kumbe ngoma zinaweza zikafanyika katika namna ambayo ikaleta yale manufaa yake mawili yametajwa, sina haja ya kuyarejea, na kwamba ngoma inatengeneza fursa za biashara na kutengeneza vikundi, kuzungusha pesa na kadhalika. Na yanayoendelea ulimwenguni yanaweza yakatuathiri vibaya. Wawekezaji wamekuja, kuna viwanda, lakini hivyo viwanda na hizo bidhaa tunaweza tukazikosa, mafuta na kadhalika. Tunapofanya hayo maamuzi, serikali yetu ambayo amesema kwamba ni serikali makini, iangalie namna inavyochagua mkwe, ili mkwe asije akaja kuwa mkwe mkweka. Asanteni sana.